Dokta, leo mapema. Okay. Afadhali hata nimekuona. Maki kulikuwa na swali ambalo lilikuwa linanitatiza sana. Yaani swali ambalo unaweza kunisaidia. Okay, karibu. Sasa dokta, nina rafiki yangu ambaye alinielezea changamoto yake. Yaani alikutana na mume wake usiku. Ndiyo. Pia jioni akawa amekutana na mwanaume mwingine tofauti na mume wake. Alafu akibaya zaidi mume wake alisafiri. Okay. Alafu yule ambaye walikutana naye ambaye sio mume wake pia ni mtu ambaye anaishi mbali kidogo. Okay. Lakini amekaa kwa muda fulani amejigundua kwamba ana ujauzito. Hivi unaweza kunisaidia labda hapo ujauzito unaweza kuwa ni wa nani? Kati ya mume wake na yule mtu ambaye sio mume wake, yani mtu wa nje. Okay, kazi kweli kweli. Sawa. Kwanza, yani kiuhalisia ni kwamba nafasi yote ile, yani mwanaume yote pale ana nafasi ya kumtungisha yule mmoja. Yani ujauzito unaweza kuwa ni yule kati ya yule mmoja ambaye alikutana naye. Ila sasa ni kwa sababu mbegu za kiume huwa zina uwezo wa kusurvive ndani ya masaa 72, siku 3 hadi siku 5. Lakini kwa upande wa yai la mwanamke huwa lina nafasi ya kusurvive tu ndani ya masaa 24. Kwa hiyo chance ya yai kurutubishwa na mbegu kati ya ile moja inaweza ikawezekana. Ila kwa macho ya kawaida hatuwezi kujua kwamba mimba ni ya nani. Ila kitu ambacho anaweza kumsaidia ni kwamba pale tu mtoto atakapojifungua, yeye ataenda tafanya DNA na itajulikana kwamba mtoto baba ni nani. Nadhani nimeeleweka vizuri. Okay, hapo nimeelewa vizuri. Kwa hiyo nitajaribu kumwelezea mtoto akishazaliwa afanye DNA ili kujua yule mtoto ni wa nani. Nashukuru sana dokta. Kuna swali lingine? Hapana, ni hivyo tu dokta. Haya, sawa.